Asalamu alaykum. Sisi kama wachezaji tunashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, mpaka mazoezi ya mwisho leo. Kwa ujumla sote tuko salama, tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda, tulale salama, tuamke salama ili tukaukabili huo mchezo. Sawa, maswali matatu kwa mchezaji. Kama hakuna tumruhusu ili tuweze kufunga mkutano. Safi. Wewe ni moja kati ya wachezaji wa Hamisi kabisa ndani ya kiti cha wanasema wachezaji wakubwa mnapenda mechi kubwa. Tuambie shauku yako na kukutana na timu ambazo zimeshawahi kupita, lakini namna gani ambazo unawaarusha vijana wengine ambao bado wana uzoefu kama wewe kwenye mchezo mkubwa. Tunaangalia mwalimu na staff kama wamesema kwamba wanahitaji alama 3 katika mchezo. Sisi mimi kama mchezaji mkubwa ambaye labda nilikuwa mdogo, nimecheza hizo mechi wakati nikiwa mdogo mpaka nimekuwa mkubwa nimecheza hizo mechi. Tunajaribu kuwapa hamasa wadogo zetu kwa sababu wanahitaji kwenda juu, na kama wanahitaji kwenda juu kuonekana zaidi, ukicheza mechi kama hizi kubwa vizuri na wakafanya vizuri, basi inakuwa nafasi nzuri kwa wao kwenda juu zaidi. Kwa hiyo hamasa ipo kubwa kwa vijana ambao wanachipukia kwenye timu yetu, na wao wenyewe pia wana hamu na wana hali ya kucheza vizuri katika mchezo huu, kwa sababu ni mchezo ambao unakuja kuangaliwa na Watanzania wengi. Kwa hiyo kama unapata nafasi kama hiyo kuja kuangaliwa na watu wengi, kwamba lazima uoneshe zaidi kipaji chako ili mradi uweze kupata nafasi sehemu zingine. Kwa hiyo kama mimi na kina Saidi na watu wote ambao kuna Kichuya wako pale, tunawapa moyo sana wadogo zetu na tunawaambia wasiwe na wasiwasi. Hii ni game kama game nyingine, wasije wakaingia hofu labda wakaja kuona mashabiki wengi labda kuna hiki na hiki. Hakuna, mpira unachezwa uwanjani mmoja kwa mmoja. Kwa hiyo kwamba tumewaandaa vizuri vijana na imani watafanya vizuri katika mchezo wa kesho. Sawa, swali la pili. Yes, kama alivyoongea mwalimu, sisi JKT Tanzania, wachezaji, benchi la ufundi na viongozi, lengo letu la kwanza ni kupata alama 3, kwa sababu mpira unachezwa uwanjani. Ukiachana na mambo yote, ambaye atajipanga vizuri, atajiandaa vizuri na atakuwa anahitaji, atapusha, atapata matokeo. Sisi kama wachezaji tumejipanga nia na mazumuni kupata alama 3. Tumekosa alama 3, basi tukipata alama 1 kwetu alhamdulillah, kwa sababu tunacheza na timu kubwa kama unavyojua, Tanzania nzima inajua. Lakini mwisho wa siku mpira unachezwa uwanjani, kwamba sisi tunaenda kujitolea kwa hali na mali, tutaenda kuvuja jasho ili tuweze kupata alama. Haitakuwa vizuri katika uwanja wetu wa nyumbani kupoteza alama, na hicho ni kitu ambacho sisi tumejiwekea. Kwa hiyo utakuwa mchezo mzuri, lakini tutafanya jitihada na mwenye jitihada atapata matokeo. Yes, kama alivyoongea mwalimu, siwezi kuwa mbali naye. 1-1, 2-2, 1-1, bila sio matokeo mazuri. Kwa upande wetu sio matokeo mazuri, na mpira ni mchezo wa makosa. Unapofanya kosa unaenda kuangalia wapi umekosea, lakini pia hapo makosa yanakuwa tofauti. Leo unaweza kufanya hivi, kesho kufanya vile. Lakini sisi kama wachezaji na kama timu tumekaa tumeliangalia hilo, tumejipanga kwenda kufanya vizuri katika mchezo. Kwa hiyo yani sidhani kama inaweza katokea hili swala tena. Kwa hiyo kama sisi wachezaji na timu kwenye hilo tayari tushafanya marekebisho, ambapo tutakumbushana na tunamwomba Mwenyezi Mungu basi watu waendelee kukumbuka hadi hilo swali lisitokee. ambayo
kwa kipindi. Wanasema sometimes ni bora na inaweza kuchomoa, manake kama ilivyo manake kafosi kama mwisho ya matokeo. Kitu gani ambacho kinaongeza kupambana wewe? Sababu naona kwenye mchezo mwalimu anaweza kaika labda mchezo huu anabadilisha kikosi, mchezo huu na mchezaji yule anaingia anakuwa anapambana kwa ile rotation ya mwalimu inafanya kupambana, au kitu gani ambacho kinaongea ile spirit ya kuwa timu hii ya kikubwa kwamba kwanza tuwapongeze vijana au tujipongeze sisi vijana na benchi la ufundi, kwa sababu tunapoingia uwanjani tunaambizana na tunaongea mpira ni dakika 90. Yaani sio dakika 90 tu, mpira mpaka ile filimbi ya mwisho kwamba mwamuzi akishapiga pepe mpira ndio umeisha. Kwa hiyo haijalishi tupo kwenye hali gani, tuna matokeo gani, kwamba sisi kama wachezaji inabidi tupambane kuanzia dakika ya mwanzo mpaka ya mwisho. Na kizuri iko kitu kimeingia kwa wachezaji wote ambao wapo JKT. Na ndio maana unaona kinachotokea kwamba anaoanza ana upambanaji wake, anaokuja kutoka benchi kwenda naye ana upambanaji wake. Kwa hiyo yani ni kitu ambacho kipo kimejengeka, kila mchezaji anacho, ndio ambacho kinatusaidia sisi kuweza kusawazisha katika dakika labda za mwisho au kucheza game kwa intensity kubwa. Kwa hiyo ni kitu kama hicho ambacho kipo katika wachezaji wetu. Jonga, nikushukuru sana. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.